wale viongozi wa dini, alikuwa kwenye delegation ya viongozi wa dini ambao walikuwa wanapigania haki za madini yetu kutumika kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu. Na alikuja Tarime. Sisi watu wa Tarime tumepigana sana, tumepambana sana kuhakikisha rasilimali dhahabu ya nchi yetu inatumika kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wote. Na Baba Steven Munga alikuja Tarime wakati ule ambapo maji ya sumu yalikuwa yanatiririshwa, yanaua watu, yanaua wanyama, na madini hayatumiki kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu. Hata kufikia sehemu ambapo wananchi walianza kupewa leseni ndogo za madini, primary mining license. Baba Askofu Munga ni sehemu ya watu ambao walipigania ili utajiri wa nchi hii utumike kwa ajili ya watu wetu. Kwa hiyo sio mtu ambaye kanisa tu limepoteza, lakini ni jamii imepoteza. Ndio maana Tanzania ina MON na kanisa Katoliki na kanisa KKT. Ni watu wachache wa hivi wanazaliwa katika zama hizi ambazo watu wanapewa zawadi kwa kusema uongo. Maaskofu wengi wananyamazia uovu, watu wanatekwa, wanauawa. Yeye hakunyamaza mpaka leo Mungu anamchukua. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye sisi kama chama tumeumia na Tanzania imeumia kumpoteza, kwa sababu watu wa kweli wa hivi sio wengi sana kwenye jamii yetu. Jamii ambayo watu wanapewa vyeo kwa kuwa chawa, sio kwa uwezo wao. Huyu ni mtu msomi ambaye angeweza kujipendekeza tu akawa kwenye kamati mbalimbali za serikali, akapewa magari mazuri ya kuendesha, akawa na uhakika wa matibabu, lakini amesimama na jamii. Kwa hiyo tumempoteza mtu muhimu sana kwenye nchi yetu, hasa wakati huu ambapo tunapigania mabadiliko ya kweli ya kupata uchaguzi ambao utatupa viongozi wanaotokana na nguvu za umma ili wawajibike kwa umma. Kwa hiyo tumepoteza mtu wa muhimu sana. Umetaja kwamba amekuwa akisimamia haki na kupigania haki. Amekuja kifo chake kinatokea wakati ambao kama taifa limekuwa kwenye vuguvugu kubwa, kutokuelewana miongoni mwa vyama vya siasa na mambo mengine ambayo yanashabihiana na hayo, lakini pia tuko katikati pia ya uchaguzi ambao nyinyi chama chenu pia sio sehemu ya washirika. Hii inatoa taswira gani na tunafanya nini ili kwenda mbele huko kuenzi watu wa aina hii? Ndio maana tumesema ni pigo kubwa sana wakati huu, kwa sababu huyu ni mtu ambaye hata wakati huu ambao watu wengi wanaogopa hata kujiassociate na sisi kwa sababu ya msimamo wetu tuliochukua, yeye ni mtu ambaye ulikuwa unaweza kumpigia simu akakupa ushauri. Naelewa kwamba huyu ni mtu msomi mkubwa sana na mwenye uelewa mkubwa, amefikia level ya juu kabisa ya uongozi wa kanisa, na hakuwa kiongozi wa kanisa tu, ndio maana watu wamesema alikuwa kiongozi wa jamii. Amefanya maendeleo ya jamii. Nimewaambia kwamba alivyopigania madini, leo watu vijana wengi wa kanda ya Ziwa, wengi sana wamepata primary mining license ambazo zinawezesha kumiliki migodi ambao wamejenga, wameendesha maisha yao kutokana na migodi. Ni jitihada za Baba Askofu na wengine waliopigania na chama chetu kilioongoza kupambania kwa kweli wananchi kumiliki rasilimali madini. Kwa hiyo ni wakati mbaya sana kumpoteza mzee wetu Askofu Munga, lakini kazi ya Mungu haina makosa, wote tuko safarini. Tunamuombea tu, na sisi wengine tuliobaki tunachoweza kuahidi ni kwamba tutarudi nyuma, tutapambania kile alichokiamini. Tutasimama mpaka pumzi yetu ya mwisho hapa duniani kuhakikisha tunabadilisha nchi hii ili iwe na neema kwa watu wote, kwa sababu ndio maana umemsikia alikuwa kwenye TEIT. TEIT ni taasisi ya uziduaji. Alikuwa anapigania gesi yetu kwa ajili ya wananchi, wapate barabara nzuri, wapate maji, wapate umeme, wasome shule nzuri. Alikuwa kwenye taasisi hiyo kwa ajili ya kuhakikisha extractive industries, madini yetu yanatumika kwa ajili ya watu wetu. Mtu ambaye amezungumza kuhusu haki. Risala ya familia imesema alikuwa mtu anasema haki hata kama ingemletea shida. Kwenye nchi hii ukisema kuhusu mambo ya kweli na haki na kuletea matatizo, lakini Baba Askofu hakuogopa kusema hivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ampokee tu, na neno tuliloambiwa hapo kwamba uwe mwaminifu hata kufa, na Mwenyezi Mungu atakuvisha taji la uzima. Amekuwa mwaminifu hata kufa, na tunamwombea Mwenyezi Mungu amvishe
taji la uzima, kwa sababu yeye ni mtu wa haki. Kwa kuhitimisha tu, katika nyakati hizi ambazo unahubiri haya, ni wakati ambao watu wanaona giza mbele ya Chadema na ni kama hakuna mwangaza, na wewe ndio kiongozi mkuu kwa sasa hivi ulioko nje, kwa sababu ndio unaongoza jahazi ukiwa na katibu mkuu hapa, neno gani la faraja unaweza kulitoa kwa Chadema na Watanzania katika nyakati kama hizo, na wewe ukiwa ndio unaongoza taasisi kwa wakati? Sisi tunapigania haki. Wapigania haki hatuonagi giza mbele, tunaona nuru mbele, kwa sababu sisi tuko upande wa haki. Watu wanaoona giza ni waovu. Wazungu wanasema the guilty are afraid. Sisi tunaona nuru, tunaona matumaini, tunaona hope, tunaona nchi nzuri. Ndio maana tuko hapa. Tungekuwa ni watu tunaona giza, tungesha kimbia vita hii. Sisi tunaona mwanga, tunaona nchi ya haki, tunaona mahakama zitakazotenda haki, na ndivyo wazee wetu walivyofanya kipindi kile, na wao walipigana kipindi kibaya ambapo hakukuwa na social media, hakukuwa na namna ya media kama hii kuwasikiliza. Sisi tunapigana katika kipindi kizuri zaidi. Mtu akisingizia ni kwa sababu ya uoga wake na hofu, lakini sisi wengine ambao hatuna hofu mioyoni mwetu, tunajua tuko duniani kwa purpose ya Mungu, tunaona nuru tu mbele. Na wanachadema wasio na wasiwasi, chama chetu kiko imara na tutashinda vita hii. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Heche, wosia gani wosia wake? Ni kwamba tupiganie haki, na huu sio kwa ajili ya chama chetu tu, kwa ajili ya Watanzania wote. Ndio maana yeye alikuwa ameweza kuzungumza haki hata kama angepoteza yeye, na ndio maana nimesema kuna maaskofu ambao wanateuliwa wanaogopa kusema jambo lolote kwa watawala hata kama linatenda maovu. Kazi ya kanisa ni kukemea uovu, kazi ya misikiti ni kukemea uovu, ni kupigania haki. Kuna maaskofu wanaogopa kufanya hivyo, lakini yeye hajaogopa. Nenda soma maandishi yake kwenye Facebook, everywhere utaona ni mtu ambaye jambo likipindishwa anasema ukweli. Kwa hiyo ndio wosia aliyotuachia. Asante.